Ya, leo nataka niongee na watu wapagani wasioamini masuala ya Mungu. Kuna mtu juzi nilikutana naye ananiuliza, hivi kwanza wewe unaamini Mungu yupo au hayupo? Maana mara nyingi nakuona unapinga dini. Lakini nikamwambia kwamba kuna utofauti mkubwa wa Mungu na dini. Taki kuchanganya. Ingawaje wengi mnasema dini aliweka Mungu, vitabu vyenu vya dini aliandika Mungu, hiyo mnajua nyie. Kuna utofauti wa Mungu na dini, na kila mtu anaweza akawa anamwamini Mungu kwa staili yake au kwa anavyoamini yeye. Kwa jinsi navyomwamini Mungu inaweza ikawa tofauti na wewe ambavyo unamwamini au na mtu mwingine anavyomwamini. Lakini nataka ninene na watu wasiomwamini Mungu, wasioamini Mungu yupo. Kuna watu hawaamini Mungu yupo. Sasa kama uamini masuala ya Mungu au uamini masuala ya dini, hakukupi tiketi ya wewe kutenda mambo mabaya au kutenda yasiyofaa kwa watu wengine. Hakukupi tiketi. Bado kuna kitu kinaweza kikawa kinakulazimisha wewe utende mema. Kwa mfano, unapokufa, sisi wananzengo ndo tunakubeba, tunakupeleka malaloni. Tunapokupeleka malaloni, tunachimba lile kaburi lako, wanasema sijui waga ni futi 6, sijui 12. Tunakufukia, tunakuacha kule. Tukisha kuacha kule, ukumbuke wewe pale unakuwa ni mgeni, ndo kwanza umefika. Unapokuwa mgeni, vipi kwenye hao watu ambao umewakuta ambao wametangulia? Kama kuna ndugu ya mtu ambaye umeshamtendea mambo mabaya, umeshamdhulumu, ushamteka, ushamnyanyasa, ushamweka ndani pasipokuwa na sababu, au mtu huyo ndo amekufa, alishatangulia, umemkuta makaburini, umemkuta malaloni. Na kama alitangulia tayari ashakuwa na marafiki, ashakuwa na ndugu, ashakuwa na kikosi, ashakuwa na best friend. Watakupokeaje? Na wewe ni mgeni. Ndo kwanza unatakiwa ufike, uangalie rafiki yuko wapi, utengeneze mazoea na watu. Lakini kuna mtu una ugomvi naye toka wakiwa duniani, na yeye ana kikosi, wewe una kikosi. Unajua atakutendea unyama gani? Mtu mwingine anaweza kaa anasema kwamba wewe unaongea nini? Unaongea pumba. Kwamba yule amesha kufa ni mwili, ule ni mwili. Anaendaje kukutana na watu wana kikosi? Sawa, tufanye ni pumba, tufanye nawaza vitu ambavyo haviwezi vikatokea. Vipi kuhusu roho inakoelekea? Kama uamini masuala ya Mungu, basi roho, basi kuna sehemu inaenda. Kule ilikoenda roho, kuna roho imezikuta. Vipi kama kuna roho ambayo iliwahi kutendewa mambo mabaya, uliwahi kuitendea mambo mabaya, ukaidhulumu, ukaisingizia, ukaiweka ndani pasipokuwa na sababu, ukaitendea unyama? Kule ilishatangulia, ishakutana na roho zingine, ishatengeneza urafiki, ishakuwa na kikosi, ishakuwa na genge lake la marafiki, wako wengi. Na wewe roho yako inakoenda kule inakuwa ngeni. Zile roho vipi zitakupokeaje? Unajua kwa jinsi gani zitakupokea? Haujui? Sawa. Unaweza ukasema kwamba hayo yote uyaamini. Kuna wenzangu na mimi wale wengine ambao wanasema kwamba
wanaamini unapokufa unazaliwa sehemu nyingine. Unajua kila mtu hapa duniani ana imani yake. Kuna wale ambao wanasema unapokufa labda hapa Tanzania unazaliwa labda South Africa, unazaliwa Kenya, unazaliwa labda India, unazaliwa labda China, kwamba wao ni kama miogo, kwamba tunapoenda kuwazika pale tunaenda kuwapanda, kama ambavyo mtu anaweza akavuna mwogo, anapomaliza kuvuna mwogo anakata lile tawi analisimika chini, baada ya miezi kadhaa anakuja kuvuna tena. Wapo wale ambao wanajifanya wao ni kama miogo, kwamba wakizaliwa wakakua, wakifa wanazaliwa sehemu nyingine. Sawa, tufanye imani yako iko sawa kabisa. Lakini vipi kuhusu matendo yako? Haujawahi kuwaza kwamba labda pengine matendo yako yanaweza akakufanya uzaliwe sehemu ambayo ni mbaya? Haujawahi kuwaza kwamba labda matendo yako mabaya ya hapa duniani kwa watu wengine yanaweza yakakufanya uzaliwe sehemu ambayo wewe ni maskini sana, unanyanyaswa na watu wenye pesa? Pengine kwa sasa hivi wewe ni tajiri, una pesa, una baba na mama, wanakuhudumia kwa kila kitu. Kwa hiyo unaweza ukafanya chochote, unaweza ukamteka yoyote, unaweza ukamdhulumu yoyote, unaweza ukamweka ndani yoyote, kwa sababu nguvu unazo. Na unafanya hayo yote, uamini masuala ya Mungu, uamini masuala ya mbinguni. Unaamini mimi bana nakuwa baadaye nitaenda nizaliwe sehemu nyingine. Sawa, lakini vipi kuhusu matendo yako, kwamba yatakupangia sehemu ya kuzaliwa? Pengine kwa sasa hivi uko sehemu nzuri, utazaliwa huko Sudani ambapo watu wanapigwa mabomu kila kukicha. Na pengine wewe utazaliwa ni mtu ambaye utazaliwa kwenye familia ambayo imechoka sana. Wanakufa wazazi wako, unabaki wewe peke yako kama kifaranga kilichofiwa na mama yake na wenzie. Unatakiwa ukae wazi kwamba matendo huenda yanaweza kukupangia. Unajuaje utazaliwa kilema? Kuna watu wanazaliwa wakiwa na ulemavu. Si kwamba wamezaliwa watu wazima, hapana, wamezaliwa hivyo. Lakini unaweza hujai kuwaza kwamba labda kuzaliwa hivyo ni matokeo ya kule walikotoka, mambo waliokuwa wanayatenda. Kwa hiyo hapo natakiwa upige picha kwamba hakuna namna ya kukimbia kutenda yanayofaa kwa wanadamu. Yanayofaa kwa wanadamu unatakiwa yatende, kwa sababu wewe mwenyewe unatakiwa utendewe mema. Unataka utendewe mema, basi na wewe unatakiwa utende mema. Na utakiwa kutenda mema kwa sababu eti unataka uzaliwe sehemu nzuri, au unatakiwa uende mbinguni, au unaogopa motoni, au unaogopa unapoenda makaburini utaenda kushambuliwa na watu ambao uliwahi kuwaonea. Sio hivyo. Unatakiwa utende mema kwa sababu huyo unayemtendea ni kama wewe namba 2, ni kama pea yako. Kwa sababu mimi kila siku huwa anasema kwamba sisi ni kama kitu ambacho kimegawanyika. Unaweza ukasema kwamba pengine tusiifate jini, kwamba aliumbwa Adamu na sisi tukazaliwa na Adamu. Lakini hata ukiachilia mbali na swala la dini, unaweza ukapiga picha kwamba mimi nazaliwa na baba na mama, nalelewa na baba na mama, alafu baada ya kukua na mimi naenda na wazaa watoto wanaenda wanazaa watoto, wajukuu wanazaa watoto, na ndo dunia inasambaa. Kwa mimi nikisema nirudi kwenye tumbo la mama na mama arudi kwenye tumbo la mama yake, unaweza ukapiga picha kwamba kinaweza kikarudi kikabaki kitu kimoja. Kwa hiyo hautendi mema kwa sababu unatarajia kitu kizuri, ila unatenda mema kwa sababu ni wajibu. Kwa sababu yani ni kama uwezi ukaisifia treni kupita kwenye njia zake, kwamba inafatisha njia zake bwana, haikosei. Uwezi kuisifia kwamba haijaacha njia yake ikapita pembeni, kwa sababu ndio uhalisia wake, ndio inapotakiwa ipite. Kwa hiyo na wewe hautakiwi ulipwe kwenda mbinguni, au utakiwi ulipwe kuzaliwa sehemu nzuri kwa sababu ya kutenda mema. Hapana.
hakuna haja ya kulipwa, kwa sababu ndo kitu ambacho unatakiwa ukitende, ndo kinachostahili ukitende. Kwa hiyo mimi siku zote huwa napinga dini, na mimi mwenyewe ni mpinga dini. Simpingi Mungu, natakiwa utofautisha hapa. Napinga dini kwa sababu dini zinakufundisha unatenda mema kwa sababu unataka uende mbinguni, unatenda mema kwa sababu unaogopa motoni. Lakini bado dini, watu wanajifichia kwenye dini, wanatenda mabaya, wanasema wako kwenye dini na wanamtaja Mungu, wanajifichia kwenye dini. Kwa wanajamii ambao wanawazunguka wanasema kwamba fulani yuko kwenye dini, lakini nyuma ya pazia anatenda vitu ambavyo havifai kwa wanadamu. Lakini badala yake sasa mtu anatakiwa ajitambue, ajiongoze yeye. Haitaki kwamba eti natenda mema kwamba mama atanionaje, baba atanionaje, au jamii itanionaje, au Mungu atanihukumuje. Unatakiwa unatenda mema kwa sababu ni wajibu. Kwa hiyo ndo maana nasema kwamba turudi kwenye kujitambua. Kwa mtu anayejitambua kikamilifu kwamba mimi nataka nitende mema na mimi natakiwa nitende mema. Kwa mtu anayejitambua kwamba sisi ni pea moja. Nafikiri kwa mtu yani kwa mtu ambaye anaweza akawa na ufahamu akawaza mbali, anaweza akaona kwamba mwanadamu ni kama mfano, kwa sababu mwanadamu ana mikono miwili. Anapokuwa na mikono miwili, hii mikono unaweza ukaiangalia vizuri inafanana, na kuna mkono ambao ni dhaifu na kuna mkono ambao una nguvu, lakini inashirikiana, inapendana, haibezani. Sasa mkono wa kushoto ndio huyo jirani yako, na wewe ndio mkono wa kulia, kwa sababu wote ni wanadamu na hii mikono yote ni mwili mmoja. Kwa hiyo mfano huu unaweza kusema kwamba viungo vya mwili ni mwili mmoja, na mwanadamu wote ni binadamu, ni kitu kimoja. Sasa hakuna haja ya kutenda mema kwa sababu unataka kwenda mbinguni, bali utatenda mema kwa sababu ndio kitu ambacho unastahili ukitende. Kwa hiyo asanteni. Nitaka ninene na watu ambao waamini ni masuala ya Mungu, kwamba kutokuamini masuala ya Mungu si tiketi ya wewe kutenda unayotaka, si tiketi kutenda mambo mabaya kwa watu wengine. Hakuna mtu asiyependa maisha mazuri, nishasema. Hakuna mtu asiyependa kutendewa mema. Kila mtu anapambana awe na maisha mazuri, kila mtu anapenda atendewe mema. Lakini kwenye kupambana kwako, pambana pasipo kumdhulumu mtu mwingine, pambana pasipo kumnyang'anya mtu mwingine, pambana pasipo kumtesa mtu mwingine, kwa sababu na yeye anachokipambania ni kama wewe unachokipambania. Yani unatakiwa kae wazi kwamba mimi natamani nipate gari kali, nipate nyumba nzuri, natamani nipate mtoto mzuri ambaye ananipenda, awe mpenzi wangu. Yani vivyo hivyo ambavyo unavitamani wewe, na mtu mwingine ndo hivyo hivyo anavitamani, na ndo mtu mwingine hivyo hivyo anawaza avipate, anatumia nguvu zote kuvipata. Kwa hao wote ni watafutaji. Sasa kwenye kutafuta utakiwa kutumia nguvu zako ulizonazo, kutumia pesa ulizonazo, kumnyang'anya mtu mwingine, kumzuru mtu mwingine, kwa sababu na yeye ni kama wewe, na anachokipambania ndo wewe hicho hicho unakipambania. Asanteni. Nafikiri kwa mtu ambaye atakuwa amenisikiliza, kuna kitu ambacho anaweza akakipata na akakifanyia kazi. Asante.